Mgongano wa maslahi. Kila mtu anataka kufanya jambo lake kwa sababu ana maslahi nao fulani, na mwingine anataka hivyo hivyo, ana jambo lake maslahi hayo hayo. Lazima mgogoro utatokea. Lazima mgogoro utakuwepo. Lakini matumizi mabaya ya madaraka, hapa ndo pana shughuli hapa. Hey. Tuko na sura hizi, lakini tukipata madaraka mengine tunakuwa na sura zingine. Kabisa yani. Kabisa sasa hivi ndio huyu kweli. Huyu ndio huyu kweli. Tunasema matumizi mabaya ya madaraka, nafasi alionayo anatumia labda kuwanyasia wengine, kwa hukumu wengine, kwa dharau wengine, nasababisha migogoro hasa kwenye taasisi. Kwa hiyo nafasi ulizonazo tuzitumie vizuri. Katika mgogoro kuna makundi makubwa ya migogoro. Kwa mfano kuna ile migogoro mikubwa. Migogoro mikubwa ndio ile ambayo inakuwa na mapokeo asi na ya kihisia. Migogoro inakuwa na mtikio ya mihemko. Hiyo ni migogoro mikubwa ambayo mara nyingi unakuta inaleta migogoro, inaleta effect kubwa kwenye jamii. Alafu kuna migogoro ile ya kawaida tu, migogoro ya makundi midogo ambayo kimsingi unaweza kuimaliza kirahisi. Yafuatayo ni makundi ya migogoro. Migogoro inasababishwa na nafsi au tamaa. Hiyo ni kundi la migogoro. Kiini cha migogoro ni mahitaji ya kibinadamu, mfano chakula, malazi, nyumba ya manake, afya, usalama, huduma za kijamii, maji na umeme. Kwa hiyo migogoro inasababishwa na nafsi au tamaa. Kwa mtu anakuwa anatamani kupata hela kwa ajili ya chakula, labda nyumba nzuri, labda hivyo vitu vidogo tu. Na utatuzi wake tunatoa taarifa, unatoa majibu ya maswali yao, tafuta namna ya upatikanaji wa hizo huduma. Kama watu wanataka maji, toa taarifa, fuatilia maji yanapatikana wapi. Hiyo ni migogoro ya wananchi. Kama watu wanataka chakula, tafuta sababu ya hiyo tatizo, kwa nini chakula kipatikani. Kama ni shida ni mashamba au wenye furahi hamna mahindi, tafuta namna ya kuwapatia chakula. Mgogoro unakuwa umesolviwa. Lakini huko mgogoro unaosababishwa na mahusiano na kutegemeana. Ipo migogoro na namna hiyo inasababishwa na mahusiano na kutegemeana. Kwamba yani bila huyu jambo langu hili haliwezi kwenda. Kiukweli binadamu wote tunategemeana. Lakini kuna mtu unamtegemea mtu mpaka huwezi kuishi bila yeye. Na mgogoro ni mgumu. Na mtu akishajua ndo unamtegemea sasa. Utatuzi wake, epuka kunyooshea vidole watu. Kwamba ni yule. Bila mimi hawezi kutoboa hapa Sumbawanga mjini. So kweli yuko mtu yuko juu. Yule anaweza anafunika funua. Unaambiwa epuka kunyooshea tu vidole. Heshimu kila mtu. Kama unajua unaweza una migogoro ya watu na watu unaowategemea, waheshimu watu wote. Utajikuta hata unayemtegemea hana nguvu tena, kwa sababu wale watu wengine watakusaidia. Lakini tafakari moja au maoni ya wengine. Yaani ujifunze kutafakari maoni ya watu wengine. Kama hivi wamenishauri hivi kitu hivyo kweli, lakini kinaingia usio na moyo mkubwa kwamba mimi najua. Ukubali kushauriwa. Lakini pata faraja ya kujadili ana kwa ana tatizo lilopo. Sasa ujichanganye ili kuondoa migogoro yako ya ndoa huko, na ya madeni ya vikoba sijui. Jichanganye, utapata mbinu nyingi za kupata hela. Pale dadangu mmoja akaniambia unajua kubeti wewe. Nikamwambia kubeti ndio nini? Akaniambia subiri wanichelewesha, dada yangu huyo jamani. Dada yangu na ana hela. Na kwa sisi mmoja uko wapi wewe mjinga? Niambia uko wapi wewe mjinga? Yuko nyumbani. Oga bwana njoo hapa sehemu fulani naenda. Kwa nini toka wamekuwa nini dada? Mtia mwambie ije akuletee kuwe bwana kupelekea watoto. Hebu kaa hapa. Zona nini hapa? Weka shilingi zako. Mimi siwezi kwa vitu kile akafanya hivi. Kapata 200,000. Amebeti hicho 200,000 kavieta. Nikamwambia ngoja mimi naweka 500. Kakaita Kasa pumbavu suri. Kwa kana unajikuta kuna vitu lakini ana bahati watu wa Mungu wana vitu vyao bwana. Yeye kiweka anapata. Mimi nimekaka 500 kama tiu. Kama hiyo. Kwa vitu kama hivyo. Ukishajua kabisa una maisha kumtegemea mtu, kuna vitu lazima ufanye kwenye maisha yako. Lakini pata mrejesho wa mambo. Mtu tunabisha ule mgogoro, umepata mrejesho wake, umemalizaje? Namna gani ulisolviwa? Ili maisha mengine nini yaendelee. Kitu kingine, epuka kujihami na kushambulia mtu kutokana na hoja yake. Tuna udhaifu sana hapa. Sababu kila mtu ana uwezo wa kufikiria anavyojua Ndio maana kuna mtu akichora 9 akisema kule na mimi nikichora
9 nyingine nikisimama huku. Mmoja anaona 6, mmoja anaona 9, si ndio Mmoja anaona 9, mmoja anaona 6. Sasa yule anayeona 6 yangu ni 9, siwezi kumuelewa. Nitamuona ni muongo kwa sababu mimi nimechora 6. Yeye anaonaje ni 9? Na mimi naona pale ni 9, kwake ni 9. Yeye anasema hapana, mimi ni 6. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo tunajifunza kukubali na kupokea mawazo ya wengine. Tunaona mwenzangu ana jambo lake hili, lakini mtu anatoa hoja unamkosoa, yani unahisi anakuataki wewe. Tunasoma Kiswahili tunajua fasihi ni hisi. Mtu anaweza kaongea jambo kaisi anakusema yeye kumbe maskini hata hajui chochote. Kuna siku moja nenda kwenye sherehe moja ilikuwa ni ya mwanajeshi mmoja hivi. Mimi nikapenda tu. Wewe kaka simama na wewe dada simama, njoo tufungulie muziki. Wakaanza kucheza muziki. Yule kaka simjui, yule dada simjui, haki ya Mungu. Wakaanza kucheza muziki, mambo yameenda hiyo. Mchangamfu mchanganyika. Watu. Mara wanamuka pamoja, mimi sijui. Kumbe ni mtu na mke wake. Haki ya Mungu. Nikasema Mungu, hivi imagine akikule mwanamke ana mume wake, alafu na mwanamume ana mke wake. Nini kingetokea? Lakini watu walionyesha ule njoo na wewe njoo. Toka siku ile dada akawa ananipenda kweli. Na ule kaka akawa ananipenda kama rafiki zangu. Nasinga kwa watu walifariki kwenye ajali, Mungu ampumzishe. Alikuwa kwa mpakani na nili uhamiaji Kasesha. Mtu wake ni mwanajeshi huko. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vinaenda wenyewe. Usijiani, ukiona mtu anaongea jambo lake, basi usifikiri labda anakusema wewe vibaya. Jua kwamba anaenda ni mawazo yake tu. Lakini tafuta majawabu ya maswali. Kama kuna kitu kinakutatiza katika migogoro tuliyosema, tafuta majawabu yake. Hili jambo likoje?